Alhamdulillah, leo nataka nitoe kwa kuhitimisha nasaha fupi. Allah Subhanahu Sheikh Abubakar katika Qur'an anasema وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. aya nyingine nasema wasali insan biwalidayhi ihsana. Allah katika aya hii tatu na Qur'ani sehemu nyingine na Mtume sallallahu alayhi wasallam vile ridha Allah fi ridha alwalidain anatumia neno walid. Walid maana yake amekuzaa. Sawa. Madama amekuzaa wazazi wako lazima mbe haki yake. Sio sharti yeye amekulea, haja kama hajakulea itamuuliza Mungu kwa nini hajakulea amekutupa hii ingine, lakini madama mujarrad amekuzaa ni ndoa halali huyo wazazi wako lazima mbe haki yake. Ya pili nitakusema walimu wanasema birrul walidain. Birru neno birr maana yake ni wema. Wewe mfanyia wema tu hata kama yeye hajakufanyia wema. Sawa. Sasa wangu watu kama wazazi wao wako hai duniani bado wana fursa adhim kubwa sana, na Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam dua ya wazazi kwa mtoto Mungu harudishi hata kama mzazi akumwangalia mtoto, hata kama hajaangalia. Yani kwambia dua ya wazazi kwambia Allah Subhanahu anakubali dua zao dama hao Waislamu. Sasa wazazi wako wako hai, jitahidi sana ubata dua zao, mkirimu. Hata kama ingia umri mwingine unaona wanakukalifisha kitu, mkubali tu. Hii nasaha wangu leo. Lakini kama wazazi wako kama mimi umetangulia mbele ya haki, je, kumfanyia wema bado nafasi ipo? Naam. Mtume kaja kijana mmoja akasema, Mtume wa Allah, wazazi wangu wamefariki wakati mimi niko mdogo, siwezi kumfanyia wema, mimi mdogo. Je, bado yuko chance, fursa ya kumfanyia wema? Sema naam. Nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam, naenda kumtembelea watu walikuwa wazazi wako wanampenda. Sawa. Fanya wema rafiki ya mamako, rafiki ya babako. Na wasia ametoa wazazi zake, lazim ulinde wasia, hasa ni wasia nzuri, wasia wao na saha wao, wasia wao umetoa ambayo sio dhambi, lazima utekeleze. Kama utekeleza wasia wa wazazi, Allah anakupa kama mfanyia wema wewe. Sawa. Ya mwisho Sheikh Abubakar ulama hadithi tunasema nasema ulama wamesharahisha hadithi wanasema ukuba mbili Allah anafanya duniani haraka kabla akhira. Yani semeni ukuba kama adhabu, adhabu fulani au adhabu yani kitu wewe kama unamfanyia kosa wazazi wako, Allah hakusubiri mpaka yawm kiyama, anakulipia hapa duniani kabla hapa duniani. Allahu akbar. Huququl walidain, Mungu anakupa hapa duniani. Kama wewe maasi wazazi wako, wataka wanakufanya vile vile, na akhira inakusubiri. Na vile vile kukata ndugu, kukata ndugu ni unapata hapa duniani, sio akhira. Hii hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam simetoa nasaha watu wazazi wako watangulia mbele haki, hata kama muudhi baba mama umekosea, wako mbele haki, bado fursa unayo. Fanya nini? Kitu ndugu zao, baba yako na mama yako na watu wao rafiki kwa unampenda, mfanyia wema, Mungu atakufikishia wema hii, watakusamehe. Na wasia umeacha wazazi, nitakiwa wasia hii utekeleze. Kama wazazi nakwambia, naomba umsikilizeni ndugu yenu fulani, kama nataka mimi dua zenu au wazazi, lazima msikilize mtu. Hii wasia wazazi lazima mtii huyo mtu ambaye unamtii katika ambaye sio maasi. Kama nakwambia kunywa pombe huwezi kukubali, lakini lazima mtii. Au kwambia bana, mimi natoa wasia, fanyeni hivi, lazima utekeleze ile wasia hii, kumfanya wema wazazi. Sasa wazazi ni kitu muhimu sana katika dini ya Uislamu. Hata mtu kama wazazi wake yuko sio Muislamu, lazima mfanyia wema. Ile Sayyid Ibrahim alayhi salam wakati anaongea na babake ambaye sio Muislamu, ya abati inni qad jani min al-ilm ma lam yatik, ya abati inni akhafu an yamasaka adhabu, ya abati anamita wa babangu anamita hivi. Na Allah anasema, wa in jahadaka ala tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tu'huma lakin wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wazazi wako lazimisha wewe ungie ukafiri, usikubali, lakini utembee naye maarufu. Ama nataka nimalizie kidogo Sheikh Abubakar, ina falsafa gani Qur'an? Ndio Qur'an Sheikh, mimi kama utakubali siku tufanye halaka waqafat مع القرآن. Qur'an hii ni muujiza, maandishi yake muujiza. Kwa nini hapa akasema
وصاحبهما في الدنيا معروفا صاحبك naye rafiki duniani wema. Ingwa mke wako kukwambia waashiruhunna bil ma'ruf, mbona kaweka ba haba hajaweka ba maarufi ya wazazi hawajaweka ba na kule kaweka ba. Sasa kwa nini? Walima wanasema maarufu mke wako na wewe hadumu, unawezekana unachana. sasa lakini hajaweka ba, hata babako sio Muislamu lazima mfanyie wema. Sasa naomba Allah Subhanahu wa ta'ala tujalie mslimin qula fi hasana